Hii bwana, ninaweza nikasema kwamba ni kwa kila mdada, yaani kila mdada ambaye ashawahi kuwa na vurugu vurugu za hapa na pale katika masuala ya mapenzi. Na ninaposema vurugu simaanishi kupigana, namaanisha tu kwamba yani mtu ambaye ashawahi kupitia heka heka zile za mapenzi. Si unajua kipindi labda ambapo unabalehe au hata baada ya kubalehe, sababu mara nyingi unajua masuala yanayohusiana na mbilinge mbilinge za mapenzi, kila mwanamke anazipitia kwa vipindi tofauti, itategemea. Kuna mwingine anawahi, mwingine anachelewa, mwingine unakuta tu mbilinge mbilinge za mapenzi kutana nazo akiwa primary. Mwingine ndio hivyo akiwa sekondari, na wengine wanachelewa mpaka chuoni, yani kule ndo anakutana na mbilinge mbilinge zile za mapenzi. Sasa hii moja hapo ni mimi ambaye mimi nilichelewa kupitia mbilinge mbilinge mpaka nilipofika chuoni ndipo kaanza kukutana na mbilinge za hapa na pale za kuhusiana na mapenzi. Sasa mimi historia yangu inanikumbusha kitu fulani hivi. Unajua, kwa mfano nikupe mfano kabla sijaanza kukupa story yangu mimi. Nakumbuka rafiki yangu mmoja alinisimuliaga story yake hiyo kwamba alikuwaga na mshikaji mmoja hivi. Anasema alikuwa hampendi, yani hampendi. Unajua kutokumpenda? Kama hivyo yani hampendi tena. Na alikuwa kila akikaa na watu anasema kati ya wanaume ambao hawezi akalala nao hata siku moja, basi ni huyo mwanaume. Sasa unajua bwana, wanaume wakishajua kwamba mwanamke fulani anajifanya kwamba anaapa kabisa kwamba hawezi kumlala, wanaume huwa kuna kitu fulani kinawaumiza mwanamke akisema kwamba hawezi kabisa kulala na yeye. Sasa rafiki yangu huyu aliwahi kumwambiaga huyo kaka kwamba bwana, mimi labda usubiri nikiwa nimekufa ndio unaweza kulala na mimi. Yaani wewe unifanye labda nife, unifanye nikiwa mimi ni maiti, lakini nikiwa niko na afya yangu kabisa hivi siwezi kukupa uchi wangu hata siku moja. Basi rafiki yangu rafiki yangu yule bwana, baada ya kumwambia hivyo, basi yule kaka anatumia kila aina ya mbinu ili aweze kumpata. Ni kama alimwacha akawa amesahau kidogo hivi. Sasa baadaye rafiki yangu ananiambia bwana, hajui hata ilikuwaje, lakini alijikuta kwamba ameanza kumpenda yule kaka. Sasa anasema siku hiyo ameenda kufanya mambo yao. Nikufupishe tu kwa story kwa sababu sio story, anataka nikupe story yangu. Basi anasema siku ameenda kufanya mambo yao, wamefanya mpaka yule kaka unaambiwa alimfanya kwa nguvu. Rafiki yangu ananiambia mpaka nimetoka pale najikuta nanuka haja kubwa. Anasema sikuamini. Nimefika nyumbani hivi kuvua nguo yangu ile. Nakumbuka nilioga kabisa kule, lakini nimeshangaa ninaondoka pale nilikuwa nanuka haja kubwa vibaya mno. Nimevua nguo yangu ndani naikuta kabisa ina haja kubwa. Anasema hata sijui kwamba ilitokeaje. Basi rafiki yangu aliniambia vile, nilicheka. Akawa yeye mwenyewe anacheka tu. Nikamwambia rafiki yangu sio kwamba nakucheka, lakini basi tu imenichekesha hiyo story. Basi rafiki yangu yule akawa ananiambia bana, wewe kwa sasa hivi cheka tu. Ndio maana hata mimi nacheka, sitosahau ile kaka nilimkatalia, lakini kitu alichokuja kunifanya mpaka mimi mwenyewe ngajikuta break zangu za mwili zote zinalainika. Basi hiyo kwa kufupisha tu story, nisikupe story ndefu sana. Nilichokuwa nataka kuambia ni kwamba kila mwanamke anakuaga na story yake fulani hivi ya jambo baya ambalo unakuta linamtokea katika mbilinge za mapenzi. Haya, karibu sana msikilizaji katika simulizi hii ambayo mimi sasa ninapenda kukuletea. Ni simulizi ambayo naamini utaipenda simulizi yangu hii. Jina langu mimi ninaitwa Lilen. Mimi ni binti ambaye nimezaliwa na nimelelewa na baba yangu pamoja na mama yangu. Kwa hivyo yale mapenzi yote yanayohusiana na baba na mama na yajua vizuri kabisa. Mimi bwana nilikuwa mtoto mstaarabu sana, naweza nikasema. Sio kujisifia, lakini kiukweli zile utundu hata kipindi cha balehe kile, si ndio tuko primary secondary, sikupenda sana kucheza michezo ya mapenzi na wanaume. Kwanza nilikuwa naogopa sana. Nilikuwa naogopa kweli, yani nikisikia hili na lile
mara nikiambiwa kwamba siku ya kwanza inauma, mara huku na kule. Mimi nilikuwa naogopa sana. Lakini sio hivyo tu, hata mama yangu mwenyewe, mazingira ambayo aliyokuwa amenilelea yalikuwa yananifanya mimi niweze kuogopa kujihusisha katika mahusiano ya mapenzi. Primary, secondary yote niliweza vile. Ukiachana tu na kwamba kipindi nilipoingia sasa secondary kubwa, kwa maana advanced level, pale ndipo nilijikuta nimefall in love sana. Nilipendana na mkaka mmoja hivi ambaye nilimpenda na kumpenda tena. Lakini pamoja na hivyo bado hatukuwahi kufanya mapenzi mimi na yeye. Sasa zile hisia zote za mapenzi nilikuja sasa kuzimaliza na kutaka sasa kuzitendea kazi kipindi niko chuo kikuu. Hapo bwana ndipo mambo yalipobadilika sana kwangu mimi. Nilijiona kwamba sasa lile ni mimi kitu ninachokwenda kukifanya hapa, labda ninakwenda kuharibikiwa kabisa. Kwa upande mwingine ninaweza nikasema baba yangu mzazi ndiye ambaye aliyechangia jambo hili. Unaweza ukajiuliza ni kivipi? Lakini baba yangu alichangia ile jambo kwa sehemu kubwa sana. Alichangia ile jambo kwa sehemu kubwa sana kunifanya mimi nijihusishe sana na mapenzi yasiyo salama ambayo baadaye alikuja akanigharimu, I can say. Nyumbani wetu sisi sio watu ambao naweza ngasema pengine ni maskini, lakini sio watu matajiri. Ni watu ambao tumebarikiwa maisha ya kawaida. Mimi bana, nilipokuwa nimefanikiwa kwenda chuo kikuu, sikupata mkopo. Yaani ule mkopo sikupata kabisa, hata kwa 0%. Si unajua ukiwa umepata 0% angalau unakuwa unapata boom. Sasa mimi sikupata hata 0%. Nilikuwa niko vile vile tunajitegemea, nikawa nategemea kampani kutoka nyumbani. Kuna mazingira fulani hivi ambayo yalitokea kati ya mama yangu na baba yangu, wakawa hawaelewani fulani hivi. Walipishana kauli. Na hivyo mama yangu alithubutu kumwambia baba yangu kwamba ana ratiba ya kumchiti kutokana na jinsi ambavyo baba yangu alikuwa anaonyesha tabia mbaya kwamba alikuwa anamchiti mama. Naweza nikasema kwamba ni ugomvi tu wa kawaida wa wazazi ambao kwa watu ambao wanapendana, kila mmoja anamlinda mwenzake kuogopa kwamba atamchiti na kadhalika. Sasa walifikia kipindi wanarushana maneno mpaka mama akamwambia baba kwamba ataanza naye kumchiti kama ambavyo baba alivyokuwa anamchiti. Kitendo kile kilionyesha kumuudhi sana baba. Na babangu sasa akasema kwamba ana mashaka sana na kuhusu mimi kwamba ni mtoto wake au la. Mama alimwambia kwamba huyo ni mtoto wako, lakini kwa hivi vitu ambavyo unavyoendelea kunifanyia, lazima na mimi nikuchiti ili uone jinsi ambavyo unavyouma. Sasa pengine kulikuwa na mambo yao mengine huko mimi sijui, lakini nazungumza hili ambalo nililiona. Kwa hiyo babangu akawa na mashaka sana about me. Akiwa anahisi sana pengine mimi sio mtoto wake. Sasa sijui pengine huko waliwahi kupishana kauli, alafu mama akamwambia baba kwamba mimi sio mtoto wake pengine. I don't know and I don't sure. Kwa hivyo babangu akawa sasa ameanza kuonyesha kama kutokunipenda na kunipokea vizuri hivi. Akawa kuna namna gani vipi? Mwaka wa kwanza mimi nikawa nalipiwa tu vizuri. Na baba yangu pamoja na mama walikuwa wananilipia. Lakini sasa zaidi sana ni baba, kwa sababu mama yangu sio mtu ambaye aliyekuwa anajichukulisha sana, zaidi sana alikuwa ni mama wa nyumbani. But ninasema kwamba alikuwa ananilipia kwa sababu they are my parents. Sasa mwaka wa kwanza ule ukaisha vizuri, nikiwa sijapata tatizo lolote. Ada, sijui kula, ni vitu vyote vile. Lakini sasa tatizo likaja pale baada ya kukuta kwamba baba na mama wamepishana. Baba akawa hataki sasa kuruhusu kwamba pesa iweze kutoka na mimi kwenda kulipiwa ada. Hapo ndipo kimbembe kilipoanza. Msikilizaji, kwa mfano kama wewe ni mwanachuo unaelewa, kuishi kule chuoni ukiwa huna boom, huna mkopo kwa jumla, alafu wakati huo ukose kampani sasa kutoka nyumbani, mambo yanazidi kuwa mabaya sana. Sasa ndivyo ambavyo ilivyokuwa imenipitia mimi. Mama yangu alikuwa akijaribu kumbembeleza baba
kwamba aweze kuendelea kunilipia karo ya chuo na kadhalika, lakini baba akawa hataki kabisa. Baba hataki. Kila nikijaribu kuongea na baba yangu ananiambia ongea na mama yako. Nikiongea na mama ananiambia sasa, mwanangu, unaelewa kabisa kwamba mimi sina pesa ambayo ninayoimiliki. Tunategemea pesa kutoka kwa babako. Na baba yako ndio hivyo hapa amekataa. Unafikiri ninaweza nikafanyaje? Niliona ni wakati mgumu sana. Lakini pia mama aliniambia kwamba pamoja na hivyo lakini atapambana kuhakikisha kwamba mimi naweza kusoma. Jamani. Sasa unajua bwana, unapokuwa mtu mzima kuna mambo fulani unabidi ujifunze. Nilikuwa nikikaa nikitafakari nikasema kwamba hivi kwa mfano tuseme babangu na baba yangu ikitokea leo hii hawapo, alafu na hizi mali alizipo, ndio tuseme mimi sitasoma? Basi nikawa najaribu kuwashirikisha baadhi ya rafiki zangu wa karibu ambao tuliokuwa tunaheshimiana na kupendana sana. Nikawa najaribu kuwashirikisha mazingira baadhi. Siwaambii kila kitu kuhusu nyumbani kwetu, lakini nawaeleza tu kuhusiana na maisha yangu jinsi ambavyo yalivyo. Rafiki zangu wengine wakaanza kunishauri pale. Wakaniambia, bwana wewe ni mtoto wa kike, ni mtoto mzuri. Kuna namna unapaswa ujiongeze. Niambia unajiongezaje sasa? Niambia wewe kwanza umepewa sura nzuri. Umepewa shepu nzuri. Kila kitu nacho. Kuna watu ambao hawana uzuri ambao unao wewe, lakini bado wanaendesha maisha yao vizuri kabisa hapa shuleni, wanasoma chuo hapa na wanapata hela ya kula na kila kitu kinaendea vizuri. And that man does not come from their home. Yaani pesa zao hazitoki nyumbani kwao kabisa, lakini wanaishi maisha yao vizuri tu. Swala ni nini? Ni kujiongeza. Hapa hivi wewe unaweza ukaamua ukatafuta tu mwanaume yeyote ambaye unamjua ni mbaba au hata kama ni kaka lakini mwenye pesa zake, akakufadhili masomo yako yote na mambo yakaenda vizuri. Msikilizaji, ule ushauri niliuona kama ni ushauri, lakini nilianza kuhisi kwamba ni jambo ambalo haliwezekani. Alikuwa ameniambia rafiki yangu huyu ambaye alikuwa anaitwa Adija. Wakati huo yuko Adija, yuko na Halima pale. Ndio ananishauri vitu kama hivyo. Nilifikiri sana, nikaona ni jambo gumu. Japokuwa niliona ni hoja ya maana, lakini niliona lina ugumu sana kwa sababu ni mwanaume gani huyo ambaye unaweza ukampata alafu akakubali kukulipia karo ya shule, chuo kikuu, alafu akupe na hela ya kula? Huyo mwanaume ni mwanaume wa aina gani? Nilimwambia rafiki yangu Adija, hilo ni jambo haliwezekani. Yaani upate mwanaume kabisa ambaye anakupa pesa, yani alipe ada ya shule milioni 1 na alafu bado akupe na hela ya kula. Hivi kweli ni jambo haliwezekani? Sikia ngwambie kitu wewe. Shoga yangu, ni kwa sababu tu wewe toka uje bado umepoa. Hupendi kuzunguka kwenye maeneo ya viwanja na kadhalika ukafahamu mambo yanavyoenda. Kuna watu wanajua kutoa pesa wewe. Kuna wanaume wana pesa yani za kuchezea. Wakikupenda wamekupenda kweli. Shida tu ni kwamba uko hapa unajizungusha na kina Godizo, kina nani hapa basi. Lakini kama ungeenda mazingira ambayo wanaume halisi wapo, ungeelewa kwamba sio hivyo. Mwanaume anaweza akakulipia hata ukaenda kusoma nje ya nchi. Sio hapa tu. Adija, mbona unachukulia kitu hicho kitu kirahisi sana? Unajua shoga yangu Adija, umeongelea hicho kitu kama ni kitu kirahisi sana. Nisikilize mimi nikwambie. Yaani we kama hujui vitu, sema watu wakuambie, wakusaidie, wakufundishe uelewe. Lakini sio kusema tu kwamba eti jambo sio haliwezekani. Wewe hapa unapaswa ujiongeze sasa hivi. Ujiongeze. Au jamani, Halima, mimi naongea uongo? Hapana, hauongei uongo shoga yangu. Unachokisema ni kweli. Watu wengi, kwani Sada anasomeshwa na nani? Si ule mkaka yake yule mchimba madini kule? Sasa ndio.
ni yule ndiye ambaye anayemsomesha. Msikilizaji, unajua kwamba maneno yale ambayo waliokuwa wananiambia ni kama niliona yanaingia kichwani mwangu. Basi bana, kutokana na maongezi hapa na pale na marafiki zangu wale, niliona kama maneno yao yana tija, na kadiri siku zilivyoenda kidogo kidogo, nilianza kuwasikiliza na wao wakaanza kunipeleka kwenye maeneo mbalimbali. Mahali ambapo sasa nilianza kuona kama ninaanza kukutana na wanaume mbalimbali ambao wanaonipenda. Wanaume wengi sana walikuwa wananishobokea, lakini rafiki yangu Adija na Halima ndo walikuwa wananiambia hapana, unaangalia na mwanaume, status ya mwanaume. Sio kila mwanaume unatoka naye. Basi rafiki zangu wale wakawa wananiweka kwenye standard fulani, na mimi nikajua kuweka wanaume katika standard. Kwamba mimi ninaweza kulala na mwanaume huyo, lakini siwezi kulala na mwanaume fulani. Nikajiwekea standard zangu pale kutokana na jinsi ambavyo rafiki zangu walivyokuwa wananielekeza. Niliapa kutoka moyoni mwangu kwamba kuna wanaume siwezi ngatoka nao. Kwa sababu Hadija ya rafiki yangu pamoja na Halima walikuwa wananiambia ni lazima upate mwanaume ambaye ukimwambia una shida na shilingi milioni 3 anakupa bila kelele yoyote. Sio hawa ambao wakitoa shilingi 10,000 mdomo kama wote wanataka kupiga show siku mzima. Kufikia pale nikawa nimejiweka kwenye standard fulani. Sio siri, mwaka wangu wa pili nilianza sasa kutafuta maisha yangu binafsi. Hapo ndipo ambapo sasa nilipokuwa nimeanza kudumbukia rasmi kwa wanaume fulani wenye pesa ili kusudi niweze kukimu mahitaji yangu ya shuleni. Pale chuoni sasa nilianza kubadilika. Makocha wangu hawa wawili, Halima pamoja na Adija, ndio ambao tukiwa tunarudi hostel walikuwa wananielekeza. Ngoja nikwambie kitu. Unajua nini Lile? Kwanza unapokuwa unataka upate mwanaume ambaye anaweza kutoa pesa za kutosha, ni lazima wewe mwenyewe ujiweke katika standard. Yaani ujiweke katika standard ambayo mwanaume mwenyewe akikutazama, hata ukimwambia una shida na milioni 1 au milioni 2, anaelewa kabisa kwamba wewe ni kweli una hadhi ya kuhitaji hiyo hela. Kwa hiyo shoga yangu, namaanishaje? Namaanisha hivi. Kwanza kuna vitu unapaswa utumie na kuna vitu unapaswa usitumie kabisa. Na kama ukivitumia, uhakikishe kwamba yani usivitumie mbele ya mwanaume ambaye unataka kutoka naye. Yani mwanaume yule wa standard. Usifanye vitu, yani kama ni kuvaa, kama ni kula, kama ni nini, yani vitu vyako vya lokoloko asivione kabisa. Mwanaume anapokukuta wewe, kwa mfano, anaongea na wewe, anakukuta umepulizia perfume ya shilingi 15,000 20, anaelewa kabisa kwamba wewe ukiomba sana hela umefika ni 30. Lakini akikukuta kwamba wewe tayari perfume ambayo unatumia tu ni ya shilingi 200,000 300, perfume peke yake, tayari mwanaume anakuheshimu. Na hata ukimwambia kwamba unahitaji bilioni 3 4, anaelewa. Unapaswa kuangalia hata rangi ambayo unaipaka kwenye kucha yako. Unasikia shoga yangu? Au Halima rafiki yangu, ninachomwambia ni uongo? Hapana, hauongei uongo. Mimi mwenyewe nasubiri umalize kuongea nimjazie na mia kwangu. Hapo ndo na mimi nilikuwa nasataka. Na mimi nilikuwa nataka niongee nimalize nikwambie umwambie na yeye. Na wewe umwambie mambo ambayo yanapaswa yawe. Pengine mimi nitasahau. Ndo hapo sasa. Yani anyway, maliza kumwambia kwanza. Unajua Lile, kuna vitu havifahamu. Hebu ongea kwanza umalize Adija, alafu na mimi nitajazia humo ndani. Lazima tumtengeneze mwenzetu aweze kuwa mtu halisi. Jamani, kwa hiyo mimi mnavyoniona mimi sio mtu halisi. Msikilizaji, tulicheka pale kwa sababu alikuwa ananiambia vitu, lakini nilikuwa mengine pale nachukulia kama utani, tukacheka pale. Hadija akawa anaendelea kuniambia, yani shoga yangu, ngwambie, kutoka na mwanaume ambaye anapaswa akupe pesa ya kutosha kuna gharamikiwa, na napokuambia kuna gharamikiwa, kuna muda you have to fake things. Yani inabidi kuna muda ufake mambo. Kwa mfano, unaona hapo kwenye mkoba
Mkoba huo unapaswa unatembea na mkoba, akiuangalia anaona ni 200,000, 300,000, ndio mkoba unaotembelea. Iwe ni wa kwako, iwe ni wa mtu, lakini uhakikishe kwamba unapata vitu ambavyo viko kwenye standard. Wigi unaloweka kichwani mwako unalovaa, iwe ni la kwako, iwe ni la kukodisha, lakini lazima liwe na hadhi. Usiende kukutana na mwanaume, unaenda kukutana na mwanaume unahitaji umwambie akupe hata shilingi milioni 3, 4, alafu unakwenda umevaa wigi la shilingi 2,000. Hata kupa kwanza atakuona wewe huna kazi na hiyo milioni. Unaona Kwa hivyo lazima ujue uzuri mashoga zako, sisi tunajitahidi kuwa na vitu kama hivyo. Ni bora unapotaka kutoka kitu kama huna useme tukuazimishe, lakini ujue kwamba unaelewa. Yaani utoke ukiwa umevaa umependeza kweli. Sasa yule Gerson yule ambaye ulosema tulikutanisha, nani naumia, sijui kama ameobserve, labda kama alikuwa tayari ameshalewalewa haja observe, lakini umeenda. Mimi sikutamani, ndio maana nilikuwa nataka nakuvuta ili tutoke kwanza, nikakubadilishie pini uvae vizuri, ndipo usogee karibu yake. Yule ni mfanyakazi wa serikalini mwenzako yule, na anafanya kazi sijui wizara gani huko, sijui ndo anaandika hotuba za waziri, sijui ni mtu mkubwa yule. Kwa hivyo yule pale ni mtu ambaye anaweza akakupatia pesa nzuri. Si unajua ni mafisadi kule, ufisadi kama wote wanapata pesa, unapata pesa nzuri. Lakini niliumia sana ulipofika, alafu na shangaa kiatu ulichokuwa umevaa sijui ni simple sinki. Yaani mimi niliumia ulivyoenda nayo sana. Sijui kama ameobserve, labda tuombe Mungu awe alikuwa tayari pombe ilikuwa imeshaanza kumchanganya awe hajakuelewa. Yaani awe hajaangalia kiatu chako. Lakini kama aliangalia, kwa kweli sijui kama kweli unaweza kumpata na ukaongea naye akupe pesa ya maana. Kwa hiyo mimi nilikosea kuonana naye nikiwa na viatu. Ndiyo, viatu vile. Yaani nilitaka tutoke hivi, nibadilisha hata viatu nikugie vya kwangu ingie navyo pale. Alafu ndo mkae naye pale. Lakini basi tuombe Mungu. Wakati mwingine bahati za Mwenyezi Mungu zinaweza zikatokea. Sababu maongezi yenu yameenda vizuri kama unavyosema. Lakini sasa Gerson, ngoja tuone, lakini siku nyingine usirudie kwenda kuonana na mwanaume kama yule. Kwanza muda wote unaposema unaenda kwenye maklabu kwenye nini, hakikisha unapendeza, kwa sababu huwezi jua siku hiyo ndo anatokea mwanaume anakuelewa. Mtu amepaki gari yake asiwe milioni 600, 500, miangapi kule, alafu anakutana mtu amevaa simple shilingi 10,000. Unajua unaleta masiara ila kweli. Yaani unajua, sikia nikwambie. Adija ulichoongea ni kizuri. Ngoja na mimi nimuongezee kitu. Lilen, kweli pale ulizingua. Mwanzani mimi nilikuwa sijui bwana. Ndio hivyo sasa, na sisi tunajua ulikuwa hujui. Na ndio maana sasa tunakueleza kwamba usifanye hivyo siku nyingine. Mimi nakwambia unaweza ukashangaa unatulisha hata sisi wote, kwa sababu wewe ni mzuri, umependeza. Mimi kusema kweli hata tu siwezi kujilinganisha na wewe. Najua kweli na vitu vyangu, najua jinsi ya kumkamata mwanaume, lakini kwenye upande wa kumbwa tu wewe umeomba ukaombika bwana. Umetuzidi kweli. Haya bwana, hebu niambie sasa ulikuwa unasemaje? Ya, nilichokuwa nasema mimi bwana, Lilen, na mimi niko tayari siku unaposema unatoka, tunakwenda sijui kwenye klabu au kwenye hoteli kubwa kubwa kuevizia wanaume wenye pesa. Ni bora yani kama huna kitu, twende nikupeleke kwa watu maalum wanakodisha vitu, tuvikodi uingie navyo. Lakini mwanaume si akakukuta ukiwa hivi hivi. Hilo ndo jambo nilikuwa nataka kujazia. Basi saa bana, mimi nashukuru bana. Najua mnanitakia mema bana. Unajua mimi nilikuwa sijui. Ndo hivyo. Sasa hivi ushajua. Yaani kwanza wewe usikae mbali na sisi. Sisi ndo tukupange, tujue tunakuwekaje mpaka tunaenda unatoka. Gerson yule mshike vizuri. Gerson yule pale nakwambia unapaswa ukaenda karibu, mpige mizinga ya maana, lakini lazima na wewe uonekane. Gerson yule ni mtu yani wizara anayofanya kazi ni wizara nyeti. Wizarani uko kwenye wizara ya habari.
Ni wizara nyeti. Yani wizara unaiona kama haiongelewi, lakini wizara nyeti. Kule ufisadi yani ufisadi wa hatari. Kule unapata yani yani shoga yangu, hiyo bahati usio kacheza nayo. Basi bana, msikilizaji wenzangu, akilinielekeza vizuri pale na mimi nikawa nimeelewa, nikajaa. Sasa kadiri siku zilivyoenda, nilijikuta kwamba nimekuwa sasa fundi. Nilianza kutoka na wanaume mbalimbali ambao wanaume hao walikuwa ni wananipa kampani za hapa na pale. Lakini kwa kweli kwa mwaka ule wa pili, mwanzoni pale niliishi kwa shida, kwa sababu sikupata mwanaume ambaye alikuwa yuko tayari kunilipia ile pesa yote kwa jumla, ile ada ya chuo. Badala yake nilikuwa nikipata watu ambao wananipa labda 100,000, 200,000. Ushaona? Kwa hivyo unapaswa uikusanye, ufanye hivi na vile mpaka ifike hiyo milioni sweetini. Sasa pesa ambazo walizokuwa wananipa, wala labda unaenda kulala na mwanaume, ni kama ulikuwa ukitoka pale ukigharamia mavazi na nini, unajikuta bado tayari ile pesa ni haitoshi, kwa sababu unapaswa kutumia vitu vya gharama ili uweze kupata wanaume wa gharama pia vile vile. Basi ile miezi ya mwanzo nikawa nateseka, lakini alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu mama yangu alijua namna ya kuapoa pesa kutoka kwa baba, japokuwa baba alikuwa hataki kabisa pesa yote iweze kutoka nyumbani kuja kunilipia mimi. Lakini mama mwanzoni pale alitumia njia nzuri, akawa amechukua pesa na kunilipia. Kwa hivyo mwaka wangu ule nikawa nimelipiwa ile ada ya 1,400,000 ikawa imelipwa. Kwa hiyo nikawa pale ndo naishi zangu kwa amani sasa pale, baada ile pesa kulipwa. Lakini sasa maisha yangu ya kila siku yalikuwa yanategemea wanaume. Sasa bwana, siku moja hiyo ilikuwa ni mida ya usiku, mida kama saa 3 hivi. Ilikuwa kama saa 3 na dakika 20 na hivi, inaelekea na nusu nakumbuka. Nilikuwa zangu niko pale hostel siku hiyo. Hii siku ndio siku ambayo sitoisahau katika maisha yangu, msikilizaji. Niko zangu hostel pale. Hapo nishazoea mautundu yangu ya hapa na pale, nishaelewa bwana. Niko na simu yangu pale. Jicho langu nalitazama kwa umakini kwenye simu yangu pale hostel, kwa sababu nasubiri tu pale simu kutoka kwa mtu wangu ambaye tulikuwa tumekubaliana kwamba niweze kwenda kufanya naye mapenzi siku hiyo. Tulikubaliana kwamba angenipa shilingi 300,000. Basi bwana, mtu huyo mwenyewe alikuwa ni mtu ambaye kiukweli nilikuwa simfahamu, ila tulikutana tukacheza mitandao hapa na pale. Akawa anajizatiti kwamba yeye ni mfanyabiashara wa magari sio nini. Basi bwana, nikawa sasa pale mimi naitazama simu yangu ili anielekeze tu kwamba ni mahali gani ambapo yupo, kwa sababu aliniambia ameshaingia town, kwa hiyo hoteli ambayo yupo basi ataniambia. Nikawa muda wote jicho langu nalitazama pale kwenye simu yangu pale. Nikatazama nikakuta kwamba yule jamaa hajapiga simu kwa dakika zile. Nikasema hapa kitu cha kwanza ni mseti bodaboda wangu mapema, ili jamaa akipiga tu simu hapo niweze kumstua boda wangu aweze kunipeleka. Basi pale nikachukua simu yangu kwanza, nikamtafuta bodaboda yangu nikampigia. Siku hiyo nakwambia bodaboda wangu alikuwa kwanza anavyoongea na mimi ni kama vile yeye ndo mpenzi wangu. Yaani kama yeye ndo mtu ambaye napaswa nikafanya naye mapenzi siku hiyo. Kaambia bana, kuwa standby kabisa. Kwanza usogee mpaka hapa, uwe karibu kabisa na hapa nje, kwa sababu sasa hivi kuna mahali nitataka unipeleke. Akaniambia poa, hamna shida. Nilipokata tu ile simu ya yule mtu wangu ikaingia. Nikaipokea, tukaongea naye, akanielekeza mahali alipo, nikamwambia basi nakuja. Nikashika simu yangu pale, nikampigia tena yule boda wangu, nikamwambia bana, njoo sasa hapa unichukue. Akaniambia bana sister, nimepeleka mtu hapa sasa hivi, hapa narudi hapo sasa hivi nakuja. Nikamwambia ufanye haraka bana, hapa unampeleka mbali? Akaniambia hapana, hapa tu ni ruti ya buku, mapema narudi hapo. Nikamwambia basi poa, fanya chapu. Nikakata ile simu. Basi ngawa nimeendelea nimekaa zangu pale, huko nikiwa niko makini sana natazama simu yangu niweze kumuona bodaboda wangu aweze kurudi, anistue kwamba iko tayari. Hapo nilikuwa nishajiandaa, nimewaka, nimetulia vibaya mno, nimependeza hatari. Kidogo pale ngasikia simu yangu hiyo
inaita. Kweli boda wangu alikuwa anaita. Kaniambia bana, sister uko wapi? Niko hapa nje hoteli. Basi nikashuka zangu kule gorofani. Taratibu pale. Ninanukia hapo. Hapo nakwambia shoga yangu Adija pamoja na Halima wamenitengeneza kweli. Nikashuka zangu pale kwa nanukia. Kila mwanaume ambaye alikuwa ananitazama, I say lazima anitazame mara mbili. Kwa sababu sio kwamba mimi najisifia sana msikilizaji, lakini kiukweli ni kwamba mimi nimeumbwa vizuri. Yaani juu mpaka chini. Yaani kuna muda hata mimi nikijitazama anasema kweli Mungu hapa alinitengeneza. Ule uzuri wa mama Mungu alinihamishia akanipa mimi. Sasa nikawa nimepiga zangu perfume zangu kali sana pale. Nanukia, afu nimepiga kigauni changu ambacho kilichokuwa kimeishia magotini. Nikabeba kimkoba changu kikali hicho. Of course sio changu, nilikuwa nimekiazima kwa rafiki yangu Halima. Nikawa nimeshuka nacho pale. Nikaenda pale ngamkuta ule boda, nikamwambia okay, tuondoke sasa. Ile nafika tu pale akaniambia, sister Lily umependeza vibaya mno. Nikamwambia nashukuru. Pale nilijikuta nikitembea kwa madaha sasa na kugeuka ili niweze kupanda pale kwenye boda boda. Unajua bwana, siku zote unapoambia umependeza kuna namna kujiamini kunaongezeka. Nilifika pale, nikakaa pale kidadadada. Sikutaka kupanda ile kama kwenye pikipiki kawaida watu wanavyopanda. Nilipanda kama mdada vile, yani miguu yangu yote ilielekea upande mmoja. Nikamwambia bana, unipeleke taratibu. Akaniambia hata usiwaze. Alianza sasa kuendesha boda yake pale akiwa ananipeleka taratibu kabisa. Sasa hii sio taratibu hii. Hii ilikuwa ni pole pole kweli. Yaani taratibu, yani kama vile ni ananipitisha sehemu ambayo ina mashimo na wakati tulikuwa tuko kwenye lami. Taratibu kabisa. Tumesogea mbele kidogo hivi, baada ya kutoka pale hosteli, yule kaka bana akaanza. Sister. Niambia be. Ananiambia I say samahani sana lakini nikwambie. Unajua sister bwana, wanasema uoga wako ndio umaskini wako. Sasa nimetafakari sana, nimeona kwamba mimi niachane na hofu yangu na mashaka yangu ambayo nilionayo. Kwa nini umesema hivyo? Unajua bwana sister, mimi siku zote mimi nimekuwa na kuelewa sana. Yaani mimi nimekuwa nakupenda sana yani. Ila kila ninapojaribu kukuambia moyo wangu unaniambia hapana. Unamaanisha unanipendaje? Yaani nakupenda sana uweze kuwa mpenzi wangu. Lakini kila nilipokuwa natamani kukuambia, nilikuwa najiona kabisa kwamba wewe sio size yangu, yani mimi sio level zako yani. I say bora hata umejiongeza kwa kweli. Yaani bora hata umejiongeza. Sasa sijui hata ni shetani gani amekupitia mpaka leo umesema. Kwa sababu bora ulijiongeza. Ni kweli kabisa mimi kwamba sio hadhi yako na wewe huwezi kuwa hadhi yangu. Na siwezi kutoka na wewe kusema kweli. Wewe biashara yangu ndio hii hapo, ni bebe na boda basi. Kwani kuna shida gani sister? Mimi unajua mimi nimekupenda sana. Na najua kabisa kwamba wewe sio kwamba una mtu wako mmoja. Unaelewa kabisa mimi ni boda boda yako hapa, nafahamu vitu vingi. Mimi niko tayari hata kwa yani nikutafutie pesa yako hata wiki nzima au hata wiki mbili. Hiyo hela yote nikukabidhi. Lakini niweze kutoka na wewe kwa sababu mimi nakupenda sana. Hivi wewe unanionaje yani? Hivi unaniona kwamba mimi ndo nafanya biashara najiuza au? Hapana, sina maana hiyo, lakini mimi maana yangu kubwa ni kwamba mimi yani mbona mimi nakupeleka kwa watu mbalimbali, mara leo kule, mara kule, watu wako wengi tu mimi nawafahamu. Ila naona itakuwa ni vizuri sana kama wewe nikikuchukua na kukuweka ndani uwe mke wangu. So nani awe mke wako? Mimi kwanza siko tayari kuolewa sasa hivi. Yaani siko tayari kuolewa, na hapa penyewe unapoongea yani naona kama yani sijui nisemeje. Yaani naona kama unanichafulia tu yani siku yangu. Hebu kwanza ikikupendeza ufunge mdomo wako kabisa, unipeleke ninapoenda alafu urudi uendelee kuongea mwenyewe kama Tahira, lakini sio mimi.
Sister vipi tena, mbona sasa ni kama unakasirika sana? Ndio, lazima nikasirike kwa sababu naona unanivunjia heshima. Hivi mimi kweli mimi waweza kutoka na wewe kweli? Mimi niweze kutoka na sasa kwani unaotoka nao ni kina nani? Si wanaume tu kama mimi. Ni wanaume kama wewe. Wewe ushawahi kuniona unanipeleka mahali ambapo kuna kwa wanaume ambao ni kama wewe? Sehemu yoyote ile ambayo ushawahi kunipeleka wewe, ushawahi kuona mimi nikienda sehemu ambayo ni kama wewe unavyosema? Wanaume kama wewe. Hebu kwanza usije ukaniudhi kwanza. Usije ukaniudhi, hebu nipeleke kwanza kule unishushe uchukue hela yako uende ukatafute watu wa size yako huko Uswahilini bonyoka ndani ndani huko. Sio mimi bana, watu wengine bana hii. Hivi sister unajionaga sana Mbona unalalo tuna wanaume kibao tu yani? Mbona unaleta dharau? Unajua bwana mimi kweli mimi ni maskini lakini maskini jeuri. Yaani mimi kukata kwako fresh lakini unaanza kuleta habari za dharau sio nini kuniona mimi namna gani vipi yani unanikera sana yani unajua. Wewe hebu naomba nikwambie. Usiniharibie bana siku huko ninapoenda napaswa niwe na sura ya tabasamu, nionyeshe tabasamu niweze kupata pesa huko. Usitake uniudhi hapa nifike kule nikiwa nimenuna, sitomfurahisha mtu ambaye ninaenda kwake vizuri. Hebu acha kuniongelea mambo yako ajabu kwanza. Kwanza kama vipi kwanza mimi siwezi kuendelea na wewe. Kama vipi bwana hebu tafuta pikipiki nyingine. Ondoka hapa mimi siwezi kupeleka huko bwana. Hebu shuka kwanza. Msikilizaji yule boda wangu akasimamisha pikipiki. Alikuwa ameanza kutoa jazba ananiambia nini ananitukana pale maneno yake hivi hivi. Ngiulizo kaka vipi? Mbona siku zote huwa ananipelekaga vizuri tu. Leo kuna shida gani? Ngambia basi poa. Ndio. Kwa nini unanipelekaga bure? Hebu nishushe kama vipi? Yaani ina maana ndo kunitongoza ndo unaona kwamba yaani nikikataa yaani kwamba nikikataa tu ndo unaona kwamba ni bora niache. Sinachukua boda, hebu kwanza kwenda zako huko kwanza. Naenda kule. Msikilizaji tukagombana mimi pamoja na yule boda wangu. Ananiambia naenda kauze huko bana acha ufala sio nini. Mwisho siku uje ufe ovyo, muone kwanza. Nenda zako huko unaleta dharau mimi sio nini. Basi akanitupia maneno pale akaondoa pikipiki yake akaondoka. Kiukweli alinishangaza sana kwa sababu kwanza ni kaka ambaye tulikuwa tumezoeana, tulikuwa nampenda yani nampenda ile anavyo jinsi ambavyo ananihudumia. Mara nyingi anidanganya na niambia ukweli, yuko sehemu fulani na unakuta yuko kweli. Kwa hivyo namsubiri, najua ni uhakika na akiwa yuko mbali sana ananiambia kabisa bana mimi niko mbali. Chukua mtu mwingine, ananiambiaga. So nikajikuta mimi na yeye nampenda. Sikufurahia kwa yeye kupotea kuondoka zake lakini kutokana na maneno aliyokuwa ameniambia bana wewe niliona bora stepe zake tu. Mimi nilishajiwekea standard zangu. Unajua kuna watu ambao wanasema boda wangu swini lakini kumbe huyo boda yake unakutana yeye anamlala hivyo hivyo. Sasa mimi kwa standard yangu ambayo nilikuwa nimejiwekea, uwezo yani mimi siwezi kulala na boda boda. Yani hata afanyeje? Siwezi, nalaje na boda boda. Yani mtu ambaye ili apate pesa ni mpaka akaliwe kwa nyuma mimi nawezaje nawezaje kudate na mtu kama huyo? Standard zangu ilikuwa nimeweka standard za juu sana. Kwa hiyo nikakataa. Eti mtu mwingine anakuwa eti ana bodaboda wake ambaye anampeleka mahali na nini afu yeye bodaboda yake eti anamlala. So halo, sio mimi bwana. Mimi siwezi kulala na bodaboda yangu. Siwezi. Kwanza ni standard zangu nilikuwa nimejiweka vizuri kwamba siwezi kulala na mwanaume ambaye 10,000 anaiona ni hela kubwa. Nilishajiweka hivyo. Basi bana yule bodaboda akanipeleka mpaka kwenye hoteli ambayo yule mtu wangu alikuwa ameniambia kwamba tungeweza tukakutana naye. Huyu kaka huyo alikuwa anaitwa Rashidi. Nikaingia zangu pale vizuri mahali ambapo tulipokuwa tumekubaliana kwamba tukutane. Nikaingia kweli nikamkuta Rashidi mle ndani. Sasa kama nilivyokuambia huyu kaka, mimi nilikuwa simfahamu, yani sijawahi kuonana naye, lakini alikuwa ameniambia kwamba yeye ni mfanyabiashara, tulikutana mitandaoni. Si unajua mitandaoni? Huko na kule, DM nini basi. Kwa sababu mimi nilichokuwa nahitaji ni kuweza niweze kupata pesa. Na yeye alichokuwa anahitaji ni utamu. Si utamu mimi ninao na yeye ana pesa, nikaona hamna shida. Basi bwana mimi nikawa nimeingia zangu pale. Nimeingia tu pale, yule kaka kaanza.
Jamani, unajua jamani, kuna wanaume nilipomtazama tu jinsi ambavyo alivyokuwa amefanana, kwanza ni tofauti kabisa na jinsi ambavyo anavyoonekana mitandaoni. Yaani mtandaoni kumtazama jinsi ambavyo alikuwa amepiga kapelo yake, apiga mtisheto yake, jinsi picha zinazoonekana kule. Sasa sijui ndo watu wanaendaga mpaka photo studio ili kupiga picha. Pengine tabia ambazo zinazo wanawake, huyo kaka pengine ndo anayekuwa anafanya hivyo. Sasa nikakuta zile picha nilizokuwa naziangalia na jinsi ambavyo alivyokuwa anaonekana ni tofauti. Of course sura ni ile ile, lakini muonekano wake umekaa kishamba sana. Mimi sikumuelewa yule kaka. Sikumuelewa kabisa. Lakini sasa nilikuwa nahitaji pesa. Nikaona sio shida. Sio shida. Kaja yule kaka, nikaanza kunifakamia, anaanza kunianza, eti anataka nipige mabusu, swing. Hebu tulia kwanza kaka basi. Bwana si ushakuja, inabidi tufanye yetu bwana, si unajua mchumba. Nyinyi, yaani anavyoniambia vile unajua nakasirika. Yaani nachukia jinsi alivyofanana, mimi simpendi, sijamkubali afa ananiambia mpenzi. Sipendi, yani sipendi kama nini yani. Mpenzi gani? Nyinyi, yani bwana unajua mwanamke unapokuwa unafanya mapenzi kwa ili upate pesa, bwana unapitia mambo mengi sana. Basi mimi nikamwambia bwana tulia. Akaniambia bwana ni unajua umeingia hapa ndani tu kumebadilika. Yaani nasikia hata harufu ya ndani imebadilika sana. Yaani afu umeingia hapa nimejikuta hata mimi moyo wangu yani kuna namna umeenda speed yani kuonyesha kwamba nina furaha. Ndio maana najikuta kwamba bibi natamani tu niweze kukukumbatia moja kwa moja. Alafu mbona bibi hata hujanikumbatia? Na hapana, napenda sana kwanza ni angalau bafuni kidogo. Si unajua hali ya hewa hii. Ya okay, basi poa. Mimi nikatoka zangu pale nikaingia bafuni. Nikarudi pale. Huyo si akaanza eti pale nikamkuta sasa mdau amevua nguo zake. Nikamwangalia jinsi ambavyo alivyobaki eti na ile boxato yake. Boxato yake juu imepauka hivi. Sijui imefananaje. Unajua yale maboxato yale ya nani yale yana rangi yana maua sui mabange sui nini majani ya bange ndo alikuwa amevaa. Nikajiuliza hivi huyu kweli ndo huyo alioniambia kwamba ni mfanyabiashara wa magari, huyu kweli ana kitu huyu? Nilijiuliza lakini nikaona isiwe shida. Ngoja kama akajitutumua amepata pesa ambayo tuliokuongea sio mbaya. Lakini huyu kuniambia na pesa ni ngumu sana. Basi mimi kaka zangu pale akaanza kunifakamia akamwambia bana hebu tulia, sikiliza basi nikwambie. Mimi mwenzako hivi mimi siwezi. Huwezi gani? Yaani mimi mwanaume kama hajaniandaa nashindwa kufanya, nitakupa kitu ambacho sicho ambacho nilichodhamiria kukupa. Kwa hivyo natamani uniandae kwanza, na kuna maeneo ambapo ndo hisia zangu zipo. Ukinifanyia hivyo tayari nitakupa penzi ambalo unalostahili kulipewa. Basi sawa. Nyinyi wajua mwanaume sijui yani huyu sijui msukuma wa wapi huyu jamani. Yaani eti kumwanda mwanamke eti mpaka ambiwe. Nikaona sawa, lakini kwa sababu kuna jambo langu nimelilenga, ngoja tu. Akavua zake pale, akamaliza, eti na mimi pale amenichojua nguo zangu nimeweka pembeni, sina nguo pale. Tunatazamana hivi, Mungu wangu jamani, nilipoangalia hicho kidudu jamani, jamani. Unajua kama Kimjusi tena sio mjusi mkubwa, sio mjusi kafiri. Kimjusi kile kinachopendaga kula michwa nini kidogo kile. Kimjusi chenyewe kidogo. Nakwambia kidudu ni kidogo. Nikatazama ngasema sasa huyu ana cha kuniitia nini huyu? Ananiita mimi nifanye naye kitu gani? Kimdudu chenyewe ndio hicho hapa. Haya. Eti hapo ndo kimesimama tena chenyewe kina hasira eti. Kimdudu chenyewe kilivyo eti na chenyewe eti kimepandisha eti mpaka nani eti. Eti kimepandisha eti mpaka mishipa eti. Tumishipa twake eti. Yaani sijui kama kinini mimi sikipendi. Sikumpenda, unajua sikumuelewa kabisa yule mwanaume. Sasa
Mimi na desturi yangu bwana. Mwanaume nikishakuwa simuelewi kabisa, nataka nipe changu mapema. Nikamuuliza, hebu ngoja kwanza. Hivyo unajua kwamba mimi na wewe chidi, mimi na wewe sio wapenzi, unajua? Yeah. Ila kwanza leo si ndo tunakuwa wapenzi. Hapana, sio hivyo. Mimi na wewe sio wapenzi, lakini hapa tunataka tuburudishane tu. Kila mmoja apate anachokitaka. Cha kwangu kiko wapi kwanza? Cha kwako kitu gani? Mzigo wangu, pesa yangu. Nataka niwe nayo kabisa. Hiyo hata haina shida. Hiyo haina shida. Msikilizaji, kulikuwa na begi fulani dogo dogo liko pembeni pale. Yule kaka akalivuta, akafungua pale, afu akaniambia hela zako hizi hapa 300, akanihesabia cash pale. Afu kile kibegi akakitupia pale pembeni tena. Nikamwambia sawa. Sasa nilipofanya vile, hata mudi ya kufanya mapenzi ikawa imekuja. Nikachukua zangu zile pesa zangu, nikaficha mwenyewe ninavijua, nikazificha vizuri kwenye kimkoba changu safi, nikatulia. Nimefanya hivyo, akaanza sasa kunikumbatia tena. Akamwambia baby, sivikileza basi nikwambie. Hisia zangu mimi zipo sana kifuani. Ikiwa utacheza vizuri na kifua changu, utanifanya mimi niwe mtu mzuri sana. Na nitakupa kitu unachostahili. Yaani unipe, yaani unicheze kifua changu vizuri, nitakupa na nitakupa tena. Kweli Kwa hiyo unamaanisha kwamba mimi nianze kunyonya au nikushikishike? Wewe si ndo mwanaume, wewe utajua unafanya nini, lakini ucheze na kifua changu. Lakini yeah, of course napenda kunyonywa. Basi sawa. Msikilizaji, si akaanza kunyonya. Jamani, nakwambia nilihisi kwamba ziwa langu linatoka ise. Nilihisi ziwa linatoka. Mwanaume ananyonya vibaya huyo jamani. Jamani, hebu nitumie lakini fursa hii kuambia jamani. Wanaume jamani, jifunzeni kunyonya vizuri jamani maziwa yetu jamani. Jifunzeni kunyonya maziwa. Yaani mwanamke umnyonye ziwa mpaka yeye mwenyewe ajisikie kukupa tu hata kama alikuwa na ratiba. Mtu ananyonya maziwa kama usio litoto la ng'ombe lina njaa, kwa hiyo linanyonya huku linapiga na kichwa au mumo linasukuma. Hapana bwana. Msikilizaji, nakwambia Rashid alikuwa ananyonya vibaya. Yaani badala hata kunisisimua ni kama alikuwa ananikasirisha tu, yani jinsi ambavyo alikuwa anafanya. Basi bwana akanyonya pale, nikashangaa kidogo, na shangaa anaanza kuishiwa na nguvu. Huyo akadondoka kitandani usingizi. Nikasema ala, hapa si ndo mambo yenyewe sasa. Hapa ndo penyewe. Niliamini kabisa kwamba sasa pale dawa zangu ambazo nilizokuwa nimemtegea zimekaa vizuri. Nilikuwa nimemtegea dawa kwa sababu mimi niliamini kwamba mtu ambaye nakutana naye kule kwenye maeneo ya starehe ni mtu ambaye unaweza kumfanyia kitu chochote afu ukaondoka na msionane tena, ikiwa hicho kitu kinaweza kukupatia pesa. Kwa hivyo ngawa nimepaka zangu nani pale, kwa sababu aliniambia ni mfanyabiashara wa magari na nini, nikaona safi. Basi alivyolala pale usingizi ule anakoroma, nikachukua sasa zile pesa, kile kimkoba chake kile nikachukua, nikahamisha zile pesa nikaziweka pembeni. Nikaziweka mle ndani kwenye mkoba wangu. Alafu nikasema sasa yule tusionane tena. Nikachukua kile kidole chake, nikatoa password. Alafu alikuwa ameweka nani fingerprint, ndo password ya simu yake. Ile simu yake nikaifuta namba yangu. Nikaona haitoshi. Nikaona huyo hapa dawa yake ni moja. Ile simu nikaireset yote. Yaani kuireset kila kitu kifutike ianze upya. Alafu nikaweka pale, mimi nikatoka zangu huyo. Nikaondoka nikarudi zangu hostel. Hapo nilikuwa nafahamu kabisa kwamba hapa nishajifanya jambo hapa. Hapa jambo limekuwa. Nikalala zangu mpaka mida kama ya saa 7 hivi mchana ndipo naamka. Siku hiyo sikuwa na issue kwamba niende chooni wala nini. Nikaamka zangu pale saa 7, nikaoga zangu, nikamaliza,
Nikasema sasa ni muda wa kwenda kuangalia mahela ambao niliokuwa nimeyapata sasa. Kuna 300,000 ambao niliokuwa nimepewa. Alafu kuna pesa zangu zingine ambazo zile nilizokuwa nimemwibia. Niliamini siwezi kukosa milioni zangu kadhaa pale. Nikaingia zangu sasa, nikaanza kufungua zangu pale ili niangalie pesa ambazo nilizovuna. Kwenda kuangalia zile pesa, mbona naziona kama za tofauti. Msikilizaji, zile pesa kulikuwa hamna pesa inayoeleweka zaidi ya shilingi 10,000 tu. Pesa zingine zote zilikuwa ni pesa bandia ambazo kama ningetoka nazo kusema nizipeleke mahali popote ningekula kisago cha hatari kama mtu akinistukia. Pale nikasema ina maana kumbe huyo Rashidi huyo alikuwa anachokitaka yeye ni ili aweze kufanya na mimi mapenzi. Alafu mahela yake haya kumbe alionipa yote haya ni mahela bandia. Kwa hiyo amenila bure. Amenila bure, amenipa shilingi 10,000. Alafu haya pesa mengine yote ni mapesa ambayo ni ya bandia. Safi. Sasa bora nimemweza kwa sababu kuliwa sijaliwa. Nimeondoka, maana angenifanya I say singekuwaje. Msikilizaji, sasa jambo lile unajua lilifanya mimi nikaa na msongo wa mawazo sana. Yaani nakwambia hadi nikastuka, ni mapigo ya moyo yako yanaenda mbio mpaka hadi napata kizunguzungu na nisikia kudondoka. Sasa nimetoka pale sehemu ya pembeni kidogo pale, rafiki zangu wako pale. Akaniambia vipi? Nikamwambia hamna. Vipi? Mbona sasa kama unapepesuka? Nikamwambia hamna. Yani bwana unajua natoka usingizini afu nasikia kichwa kinauma. Ndo maana. Bwana wewe, umekunywa dawa? Msikilizaji, nilikuwa na wazuga pale, sio kwamba nilikuwa naumwa na kichwa nini. No, nilikuwa na wazuga kwa sababu nilikuwa nimepata mshtuko sana baada ya kukuta kwamba pesa zote zile ambazo nilizokuwa nimechukua mabulungutu yote yale pesa kumbe sio pesa. Ni mapesa bandia, pesa moja tu ndio inaeleweka. Aiseli nichanganya sana. Niliogopa kwa sababu kama ningewaambia wangenicheka zaidi sana. Nikaona sasa ili mambo yasiwe mengi, it's better to tell them that I have nothing. Niwaambie kabisa sina issue yoyote, labda tu nikuumauma, lakini nisiwaambie kitu chochote kile kuhusiana na jambo lililonitokea. Basi bwana, mimi pale nikabali toka zangu pale, nikajizugazuga pale, nikarudi pale ndani. Nikawa nasema lakini namshukuru Mungu. Kama angenifanya alafu ndo amenipa pesa yake angenidharau sana. Poa tu. Basi bwana, ngasema siku hiyo imepita. Nimeumbuka hivyo basi, hiyo mengine ni siri yangu. Basi nikatulia zangu pale, nikasema hapa jioni niende zangu wapi? Jioni niende zangu mazoezi. Kwa sababu sasa mambo yashakuwa mambo hapa. Na stress yangu ilipofika mida kama ya saa 12 kasoro, nikasema huu ndo muda wa kwenda zangu mazoezi. Mimi nilikuwa napenda kukimbia. Nikavaa zangu nguo zangu pale, track zangu za kwenda mazoezi, earphone zangu, ilikuwa ni headphone zile, nikaweka kichwani safi masikioni. Nikaanza sasa kula tizi. Kimbia sana. Sasa wakati niko njiani nikakutana na kaka mmoja hivi. Muda huo nimeshakimbia kilomita zangu kadhaa hapo, nimejichokea. Yule kaka kaanza kuniambia, "Wewe sister vipi?" Poa. "Twende bwana, twende tuongeze kilomita hata 2 sasa hivi." Akamwambia, "Wewe usinidanganye mimi nitafia njiani bure." "Hapana. Twende nitakupa zawadi." "Zawadi gani?" "Nakupa zawadi bwana, wewe ukifanikiwa kufika 100,000 hii hapa mimi nakupa." "Kweli?" Wewe msikilizaji, alipotaja habari ya 100,000 na mimi ninavyopenda hela ngasema hapa. Ngambia basi, "Una uhakika na unachokisema?" Akaniambia, "Nakwambia kweli, tuongeze kilomita 2." Ngambia basi poa. Nilianza kujitutumua pale kukimbia huku nikiwa nimechoka sana, tunasonga mbele. Jitutumua sana pale, nikapiga kama kilomita 1 na point hivi. Nikajikuta na hema vibaya mno. Akaniambia basi hapa tunatengeneza kipumziko kidogo cha dakika 5. Uvute pumzi afu tunaendelea. Kweli bwana akapumzika. Nikapumzika mimi pale, lakini akawa amesimama, lakini hasimami kabisa, anaendelea kurukaruka. Dakika 5 zikaisha, akaniambia twende. Nikamwambia bwana mimi nimechoka nataka nirudi. Akaniambia twende, tutarudi na gari. Kanishika kaanza kuniburuta pale, ikabidi nisimame na kuanza kukimbia. Huyo. Tukakimbia tukafika mahali ambapo tulipokuwa tunaenda. Tumemaliza. Niko hoi bin taabani. Pale sasa ni kidogo kumechangamka, kuna kamji hivi. Ananiambia sasa hapa twende tukale. Twende tukanywe supu pale. Kwa sababu pale wanatengenezaga kongoro la jioni.
Kama unapenda utatumia, kama upendi basi utakula chakula chochote unachokipenda. Nikamwambia basi sawa. Nikaona hamna shida. Kwanza amenipa na ile 1,000 yangu, nikasema safi. Nikasema lakini si akawa amenidanganya kama ambavyo nilivyokuwa nimedanganywa na kina Rashidi. Rashidi alivyonidanganya na kunipa mapesa bandia. Nikamwambia hiyo pesa yangu ngoja kwanza twende pale kwanza nikaingize M-Pesa tukiwa na wewe. Sawa. Akakubali. Tukaenda mpaka sehemu kuna M-Pesa pale tukaingiza ile pesa, nikaona ile imeingia, imehesabiwa kabisa kwenye vile vya kuhesabia hela vimashine vile vinavyo detect kama hela ni bandia au nzima. Tukaweka pale hapo ndo tukatoka pale sasa kuelekea kule kwenye nani, kwenye ule mgahawa pale. Yeye akaagiza kongoro. Nikamwambia mimi sijisikii kula kongoro, akaniambia agiza unachotaka. Nikaagiza pale na mimi chips yangu pale. Nikala nikamaliza, akaniambia poa poa. Safi bwana. Sasa kawa ni muda wa kurudi, akaniambia basi sasa ili kurudi tupande. Tukapanda nani alichukua taxi moja pale, tukapanda na ile taxi tukarudi mpaka maeneo ambapo mimi nilikuwa napaswa kushuka pale. Akaniambia sasa mimi naenda na taxi, wewe shika pesa hii hapa, utachukua kama ni boda ikupeleke mpaka nyumbani kwa sababu najua umechoka sana. Nikamwambia sawa. Akaniambia okay, nipe na namba yako ya simu. Nikamgia namba yangu ya simu pale, tukatubadilishana namba. Yeye akaenda na ile taxi. Nilikuwa sijui hata kwake ni wapi. Mimi nikaita boda pale ikanipeleka mpaka hostel kule. Basi bana mimi niko zangu hostel pale usiku ule, nikasema hapa leo hapa Mungu ni kama ameniona. Kwa sababu nilikuwa nimeshapigwa na nikaona nimechukua pesa za kutosha afu kumbe nimeumbuka. Lakini nashukuru Mungu amenipatia mtu eti kukimbia tu amenipa 100,000 jamani, huyu Mungu huyu jamani. Msikilizaji, nilifurahi sana. Nikaenda zangu hostel nikaoga vizuri pale. Nikapanda zangu kitandani, nilitaka nilale mapema ili kesho asubuhi pia niwahi mazoezi kidogo kabla ya kwenda venue kusoma. Kweli bwana, nikapumzika zangu pale, usingizi ukanichukua. Niliwahi kulala sana siku hiyo. Muda ukasogea, ilipofika mida kama ya saa 5 na madakika hivi, usingizi wangu ukawa umekata kwa sababu niliwahi kulala. Saa 6 kasoro nikawa nimeamka. Kuangalia pale nikakuta na missed call alikuwa amepiga yule kaka. Yule kaka aliniambia kwamba anaitwa Hassan. Nikasema haya bwana. Amepitia pale kuangalia kwenye notification, nikaangalia nikakuta na missed call pia na message kumbe alinitumia. Kaniambia mrembo wangu vipi? Miguu haijambo? Nikaanza kumjibu pale message, nikamwambia bana miguu haijambo bana, lakini acha tu aise. Sitorudia tena. Pale yeye akaanza kujibu, akaniambia vipi mbona kwa muda wote wewe hujanijibu message zangu? Nikamwambia bana nilikuwa nimelala sasa hivi ndo naamka. Akaniambia vipi miguu imeuma sana mpaka umeamua kulala? Nikamwambia hapana. Sio miguu kwamba imeuma, ndo nilivyozoea tu. Akaniambia haya bana, mimi nikupe pole kwa sababu mimi ndo nimekusababishia kukimbia parefu vile, ulikuwa ushamaliza. Pole mwaya. Nikamwambia usijali. Sawa. Basi bana tukaendelea kuchati mimi pamoja na yule kaka Hassan yule. Tukawa tumechati naye pale huko na kule, baadaye usingizi ukanichukua tena. Asubuhi kuamka nikakutana na zile message ambazo leo tumechati afu mimi nikawa nimelala. Si nini, kesho vipi, uko vizuri, si nini, kuna sehemu twende. Nikaanza sasa kuzijibu ile asubuhi, nikamwambia bana we message zako samahani, ulituma usiku, mimi nikawa nimepitiwa na usingizi muda ule. Akaniambia na mimi nilihisi tu hivyo. Akaniambia sasa vipi, nilikuomba kwamba tuweze kwenda mahali tukapumzike tule, kunywa nini, tufurahi tukiwa wawili huko. Nikamwambia sasa ndio hivyo, nilikuwa nimelala nikashindwa kujibu. Akaniambia basi nijibu sasa hivi, si uko macho? Tukacheka kidogo pale. Akaniambia basi sawa nijibu. Nikamwambia poa, tutaenda. Sawa. Basi bwana tukawa tumekubaliana kwamba jioni ile tungeweza kwenda pamoja, yani jioni sasa ya siku ile tungeweza kwenda sehemu tukale nyama choma. Mimi napenda sana nyama choma. Nikamwambia sawa. Kweli bwana ilipofika mida ile ya jioni akanielekeza mahali alipo, akanitumia na usafiri
gari ikaja mpaka pale, taxi ikanichukua. Ikanipeleka mpaka mahali ambapo alipokuwa amesema kwamba tunapaswa tukutane. Sasa kwa bahati mbaya nilipofika pale sikumkuta. Yaani yule taxi anasema amepewa maelekezo, lakini nilipofika pale sikumkuta. Kwa hiyo nikawa nimekaa pale katika ile hoteli, niko pale tu na tulia zangu tu pale. Nikawa nimeagiza zangu tu kinywaji pale, nikawa nakunywa taratibu. Mimi sinywaji vinywaji vikali sana. Nikawa nimeagiza pale energy tu nakunywa taratibu nakunywa taratibu pale. Sasa kumbe mahali nilikuwa niko pale bwana, unajua formula yangu ambayo nilikuwa nimeelekezwa bado nilikuwa naitumia. Formula yangu ya muhimu sana kwamba ni lazima ninapokwenda mahali popote pale ambapo ninakwenda kukutana na wanaume na nini, lazima nipendeze sana. So nilikuwa nimependeza sana kuanzia kichwani mpaka chini. Nimekaa zangu pale. Na kunywa zangu tu taratibu, niko mwenyewe pale. Kidogo nikashangaa dada mmoja mhudumu akaja pale. Akaniambia, "Sister, mambo?" Nikamwambia poa. Nikamtazama nikiwa najua kabisa kuna kitu anataka niambie, that's why amekuja pale. Kwa sababu tayari alikuwa ameshanihudumia. Akaniambia, kuna yule mtu pale yule ameniambia kwamba uagize unachokitaka." Nikasema jamani, huyo mtu nani? Nikaanza kumpigia simu kwanza nikataka kupiga simu lakini nikatulia. Nikamuuliza yupi, akaniambia yule pale, akanionyesha. Kulikuwa na baba mmoja hivi, ni baba mtu mzima. Alikuwa amekaa mahali fulani hivi. Yuko pembeni pale, amekaa na mdada fulani hivi. Yule mdada tunalingana tu. Ni mzuri na yeye pia. Wamekaa hivi. Sasa yule baba akawa ananikonyeza kwa chini chini hivi. Ananikonyeza na mimi namtazama. Nilifundishwa vizuri na kusisitizwa jinsi ya kumtazama mwanaume. Nilimtazama nikampa tabasamu pana sana, na yeye akawa ananitazama kwa tabasamu kubwa sana. Hatukuweza kuongea kwa sauti au kwa namna nyingine zaidi sana ya kukonyezana tu pale, kwa sababu ya jinsi ambavyo alivyokuwa yeye yuko na mpenzi wake mwingine pale. Niligundua kabisa kwamba yule ni baba ambaye anayependa mademu sana. Nikamtazama tu kwa kutabasamu. Yule dada ambaye aliyekuwa ameagizwa, yule maid pale, akawa ananiuliza, "Vipi? Agiza basi." Nikamwambia, "Yaani amekwambia niagize kitu gani?" Akaniambia, "Bana na wewe, hebu acha bana na wewe mambo yako bana. Unajua na sisi ndo tunapata pesa huku. Hebu agiza bana cha mambo yako bwana. Hebu agiza wewe, mwanaume ashakwambia kwamba uagize, agiza kitu chochote kile unachotaka." Nikamwambia, "Okay basi poa, nimekuelewa shoga yangu. Niletee kuku mzima au nusu mzima, kuku mzima. Alafu niletee na koka ya baridi. Alafu hizo tu. Bites gani na nyingine unapenda bwana? Hebu agiza na bites basi au kuchagulie." Basi poa, nichagulie bites nyingine ambayo unayopenda. Mimi nilikuwa napenda tutumie nyama hiyo basi. Nitakuletea na bites, nitakuletea. Alafu mlipaji si yeye bwana. Ningasema basi poa. Yule maid bwana, yule dada pale akaondoka. Akaenda zake sasa kuniletea vitu vile. Nilipopiga jicho upande wa pili, nilimwona yule baba jinsi ambavyo alivyokuwa anazidi kunitazama kwa kutabasamu. Yaani yule baba alikuwa anavutiwa na mimi. Sijui jamani. Alikuwa anavutiwa na mimi. Yaani kiasi kwamba muda mwingi anatumia pale, hataki hata kumtazama mtu ambaye wako naye. Macho yake muda wote yako kwangu. Ananikonyeza, mara anifanyia hivi, mara vile. Nikasema okay, sio mbaya. Nkala zangu pale, nkala. Kwani nakula kumaliza sasa? Nakula pale. Huku nikasema lakini vipi? Wewe kaka, mbona sasa na yeye sasa? Hasani mbona haji? Hasani mbona haji? Nikasema potelea mbali. Ngoja sasa nifanye nini? Nimpigie simu Hasani. Nikapanda hewani tena, "Hasani, piga simu." Inakata. Piga simu, mara haipatikani. Piga simu, Mungu wangu, ngasema huyu mdadeki huyu mtu atakuwa ameamua sasa kuniacha sasa hapa. Ameagiza taxi vizuri, imenileta hapa, pia mbona atokei? Au amepata mwanamke mwingine ameamua kwenda kula naye bata jamani. Asipotelea mbali. Mimi nikaendelea kula zangu pale. Nilipomaliza pale, nikaendelea kunywa pale vitu vyangu. Nikasema ngoja niende zangu toilet. Ile nataka kunyanyuka, yule dada mhudumu akaja pale akaniambia, "Bana sister,
Sasa sikia nikwambie. Nikamwambia akaniambia bana, nyota yako bana, wewe nyota yako ni kali kweli yani. Unajua nini? Hebu niambie. Bana. Yule alokupa ofa yule. Ameniambia kwamba unipe mawasiliano yako nimpelekee. Lakini sasa si unaona yuko na nani pale? Kila mmoja anakula urefu wa kamba yake. Sasa wewe cha msingi amesha kuelewa, wewe nipatie mawasiliano afu nimpelekee, mtawasiliana muda mwingine. Ngambia okay sawa, hamna shida. Mimi pale nikaandika namba ya simu chap pale kwenye namba ya yule dada afu nikamwambia mpelekee. Akaniambia sasa hapa hivi hapa itakuwaje sasa hapa? Nitampaje ile, na yule mtu wake pale anaonyesha na wivu, yule demo yani ana wivu, anaona kama yule baba ndo kwake, angejua tu kwamba yule ni watu ambao kila mwanamke anahitaji kufaidi kupitia wale wazee. Wewe basi tu, lakini ngoja nishajua cha kufanya. Nikamwambia unaenda kufanyaje? Akaniambia mimi naenda kule. Kwa hiyo kule nitapata kalamu na daftari, nitaandika karatasi, afu ile karatasi ndo nitampelekea yule baba namba yako. Nikamwambia basi poa. Basi tukakubaliana vile. Yule dada ambaye ni mhudumu wa pale akaenda kweli, akaandika akampelekea yule. Sasa muda nampelekea mimi nilikuwa nimeshanyanyuka, nimeelekea zangu wapi? Toilet. Bana, hazikisha dakika ngapi ile ndo nasema natoka toilet. Ile najaribu kunyanyuka, nishangaa mtu ambaye ananishika hapa kwa nyuma kwenye shingo hapa, shingoni kwa nyuma hapa. Ameshika hivi, wewe. Wewe ndo unajifanya malaya sana wewe ndo unajifanya malaya sana kupenda wanaume za watu Ina maana wewe unaona kwamba sisi hatuna hicho, au unahisi kwamba hicho cha kwako ndo kikubwa ndo kizuri kuliko cha kwangu? Wewe. Msikilizaji, mimi sikujua kwamba ni vipi. Ile nageuka hivi na mtazama bana, ni yule dada ambaye aliyekuwa yuko na yule baba pale. Nikamuuliza vipi wewe? Akaniambia haya, hizo namba zako za simu ulikuwa unampa mume wangu ile nini? Ulikuwa unampa mume wangu ile nini? Hizo namba za simu unampa ile nini? Unajikuta wewe malaya sana Ni hicho kibandiko chako nakiona ni kizuri sana Sasa wewe leo unijui vizuri, wewe fala mkubwa sana wewe. Msikilizaji, yule dada akaniachia afu akafungua haraka sana kwenye kimkoba chake. Nilishangaa akinyanyua hivi, anatoka na kakisuka fupi hivi. Kakali ukikatazama hivi. Keupe hivi. Yaani unajua kako kama vile vinani vile. Kama vile visu ambavyo wanavyo mafundi wa kushona viatu wanavyovitumia kwenye kukata soli ya viatu ili washone. Ndivyo jinsi ambavyo kile kisu kimefanana, kikali hatari. Akakitoa pale akaniambia, sasa wewe nitakuchana huo uso wako, nitakuchana ile tumbo unafia hapa. Unajifanya kwamba unapenda hivyo wewe kikumo. Msikilizaji, akapeleka ule mkono wake moja kwa moja, akapeleka eti mkono mmoja umeshika kisu, mkono mwingine akapeleka moja kwa moja kwenye kushika huko kwa bibi. Akafanikiwa bwana, akashika. Mimi nilikuwa sijajipanga, akashika hivi, nikamtoa ule mkono haraka. Akaniambia, sasa mimi nakuchoma. Mbwa nini wewe? Kumbe kibandiko chenyewe unacho kidogo kama vitunguu vya kupanga mafungu. Yaani kikae chenyewe kidogo kama vitunguu vya kupanga mafungu, alafu ndo unajifanya unataka umpe bwanangu. Bwanangu anakula vitumbua vikubwa kama hivi. Unaona? Msikilizaji, yule dada akaanza kunifunulia, ananionyesha eti kitumbua chake, tena ananionyesha eti bukuni lake tu kwamba jinsi lilivyo eti. Ananionyesha kitabu chake eti. Nikamwambia, hebu sister, hebu naomba wewe dadangu, hebu naomba niache mimi nitoke. Ile nataka kutembea hivi, akanishika tena akaniambia, hivi unanijua? Kwani unapenda wanaume za watu wewe? Msikilizaji, akaanza kuleta kile kisu kuelekea kwangu. Sijui nguvu zilitoka wapi msikilizaji. Nikaushika ule mkono kwa nguvu. Pale nikaushika kwa nguvu. Msikilizaji, vurugu sasa pale. Wewe, kile kisu hivi. Bana, jamani wewe acha tu jamani, maisha ya bana. Bana, hiyo ni sehemu ya kwanza bana. Hebu tukutane bana katika mwendelezo. Nitakuja kukusimulia ni nini ambacho kilichotokea pale. Mpaka leo hii bado nina uwezo wa kuendelea kuongea. Nipo hapa. Alhamdulillah, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kweli. Basi bwana. Tukutane katika sehemu ya pili. Bye bye.